بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر المغفرة والثواب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أما بعد، ndugu wa Islam, sifa njema zote, shukrani zote tunamrejeshea Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba kwa nguvu zake na uwezo wake na utukufu wake ametujalia mimi pamoja na wewe kuipata siku nyingine tukufu kama hii ya Jumaa, ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan, katika masiku tukufu, masiku ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Kuna wengi ambao kwamba walianza pamoja nasi mwezi mtukufu kama huu, lakini leo hawapo tena pamoja nasi. Kuna wengine ambao kwamba ni wagonjwa mahospitalini, hawakuweza kupata fursa ya kutekeleza ibada katika masiku kama haya. Kuna na wengine ambao kwamba wametangulia mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia njia ambayo kwamba inamsubiria kila mmoja wetu, njia ya mauti. Kadri masiku yanavyokwenda, ni jana tu tukiulizana ikiwa mwezi umeonekana, na leo tayari tuko katika siku ya 23 na wengine wako katika siku ya 24 katika mwezi mtukufu kama huu. Katika fadhila ambazo kwamba zinatajwa zapatikana katika mwezi kama huu ni hii ambayo kwamba tumesoma ndani ya suratul Qadr, ambapo Mola subhanahu wa ta'ala atueleza hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa heshima, katika usiku wa cheo, katika usiku wa Lailatul Qadr. Na ni nini kitakujulisha ni nini hiyo Lailatul Qadri? Mola subhanahu wa ta'ala akasema Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Katika usiku huo huteremka malaika pamoja na malaika Jibril kwa idhni ya Mola wao, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni salama, ni amani usiku huo mpaka inapochomoza alfajiri. Kwa hivyo utukufu wa mwezi kama huu ni mwezi ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'an, na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala atueleza imeteremshwa katika usiku kama huu, usiku wa Lailatul Qadri. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa inafika Ramadhan akiwaambia masahaba zake, kad jaakum Ramadhanu, imewafikieni nyinyi mwezi wa Ramadhan,
shahrun mubarakun, mwezi ambao kwamba ni wenye baraka. Iftaradha Allahu alaykum siyamahu, ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia kufunga. Katika mwezi kama huu hufunguliwa milango ya pepo na hufungwa milango ya moto, na mashaitani huwa ni wenye kufungwa minyororo. Fihi lailatun, ndani ya mwezi kama huu kuna usiku ambao kwamba khairun min alfi shahr, ni usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Usiku kama huu ndugu zangu ni moja wa usiku ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezipa fadhila. Ubora wake ni bora, usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Mujahid atuambia kufanya kitendo katika usiku kama huu, kusimama usiku katika usiku kama huu, kufanya zile ibada zinakuwa ni bora kuliko miezi 1000. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote ambaye kwamba atasimama katika mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Akaja tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qama lailatul qadr, yeyote yule ambaye kwamba atasimama kwa kufanya qiyamul layl, kufanya ibada za usiku katika usiku kama huu wa lailatul qadri, basi yeye atakuwa ni mwenye kusamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hivyo fadhila ya utukufu wa mwanzo ni kuwa ibada yoyote ambayo kwamba ataifanya mtu ikawa ibada ile imeafikiana na usiku wa lailatul qadri, basi ibada kama ile Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa sawasawa na ibada ya miezi 1000 ambayo kwamba ni takriban miaka 83. Sasa lailatul qadri, kinyume na vile watu wengi walivyokuwa wakifikiria, sio nyota fulani, sio sehemu ya usiku. Lailatul qadri ni usiku mzima. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kasema, salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani, ni utulivu usiku huo mpaka inapoingia alfajiri. Kwa hivyo ni usiku mzima. Asikae mtu juu ya dari anataka kuangalia nyota, sijui anangoja nyota fulani, la, ni usiku mzima. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia katika kuonesha utukufu na uzito wa siku kama hii, ya usiku kama huu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, iltamisuha, itafuteni hii usiku wa lailatul qadri fil ashr al awakhir, katika zile siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Ni usiku mzima. Kwa hivyo na usiku huu umefichwa ukawekwa katika hili 10 la mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, itafuteni usiku kama huu katika zile usiku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Na ikaja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, itafuteni katika zile siku za witri ya 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Mwanzo lailatul qadri lazima itapatikana, na itapatikana katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Mtume akasema, itafuteni katika 10 la mwisho. Akaja katika riwaya nyingine akasema, itafuteni katika zile siku za witri. Siku za witri ni tarehe 21, usiku wa 21, na kawaida siku huanza kwa usiku. Mfano leo ni siku ya Ijumaa, sasa hivi tuko siku ya Ijumaa,
usiku wake ulikuwa jana. Pale baada ya maghrib usiku ukianza ndio ulikuwa usiku wa Ijumaa. Leo pale baada ya maghrib ikifika masaa moja kule tushaanza usiku wa Jumamosi. Yani usiku unakuja mwanzo alafu ndo mchana. Sasa asema utafuteni katika zile siku za witri, tarehe 21, tarehe 23, tarehe 25, tarehe 27 na tarehe 29. Haina maana kuwa hizi siku zingine tusifanye ibada tukangojea tu zile siku za witri. Ni muhimu tukazihuisha hizi siku alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyidatuna Aisha atuambia kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijitahidi katika hili 10 la mwisho kuliko alivyojitahidi katika siku nyingine zozote zile. Hapa kujitahidi ni katika nini? Kujitahidi ni katika kukithirisha ibada. Alikuwa Mtume akikithirisha ibada zaidi katika haya masiku 10, na ndio maana akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa itikaf. Itikaf ni kuketi msikitini kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anaketi itikaf katika hili 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, na vile vile akiwaamrisha wale ahli zake waketi katika itikaf. Uketi msikitini kufanya ibadati mbalimbali, kusimama kuswali swala za usiku, manake hapo katika hizi siku 10 kutapatikana usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo Mtume akifanya bidii na akifanya nini? Akiwaamsha ahli zake, akihuisha masiku kama haya, na vile vile akiwafanya nini? Akiwaamsha ahli zake na akajitahidi, yani imetumika lugha akakaza kile kikoi chake, yani akifanya bidii zaidi. Na tuambiwa katika hadith, kana nabii sallallahu alaihi wasallam yatakifu fi kulli Ramadan. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiketi itikafu katika kila Ramadhan. Katika kila Ramadhan 10 ayyam, siku 10, yani zile siku 10 za mwisho. Falamma kana al-aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Lakini ilipofika ule mwaka wake wa mwisho ambao kwamba alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule mwaka aliketi itikaf siku 20. Kila Ramadhani alikuwa akiketi itikaf siku 10, ile 10 la mwisho, kwa sababu ya kuitafuta zile fadhila zinazopatikana katika Lailatul Qadr. Lakini ule mwaka ambao kwamba alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi itikaf siku ngapi? Siku 20. Na kinachokusudiwa kwa itikaf ni mtu kujitenga na watu akaja akaketi msikitini. Maana sharti za itikafu inafanyika msikitini, na yule mwenye kufanya itikafu lazima awe ni mtu mzima mwenye akili timamu, asiwe katika hedhi, asiwe katika nifasi, asiwe katika janaba. Anaketi itikafu msikitini, anaweka nia ya itikafu katika nguzo za itikafu, kwa kuwa ni ibada. Nguzo ya kwanza ni kuweka ile nia, na ile itikafu lazima iwe katika msikiti ambao kwamba ndani ya msikiti ule kuna swaliwa jamaa, ili asiwe atatoka kwenda kuswali kwingine swala ya jamaa. Hakuna itikafu nyumbani, mahala pa itikafu ni msikitini. Na hapa huyu mtu anajitenga na watu, anakuja kuketi msikitini litaatillah, kwa ajili ya kufanya taa ya Allah, kwa ajili ya kutafuta fadhila na thawabu. Anaweka nia, anaketi msikitini, anafanya ibadati mbalimbali ili kutafuta
huu usiku wa Lailatul Qadri ili kukithirisha katika amali zake. Lailatul Qadr iltamisuha, Mtume akasema itafuteni katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Itafuteni katika yale masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akiketi itikafu na akiamrisha ahli zake waketi itikafu. Sasa Sayyidatuna Aisha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku wa Lailatul Qadr tumesema ni usiku mzima, usiku ambao kwamba ni mtulivu, usiku ambao kwamba anateremka malaika Jibril pamoja na malaika wengine, usiku ambao kwamba ukifanya ibada yoyote ile malipo ya ibada ile inakuwa sawasawa umefanya ile ibada miezi 1000. Sasa Sayyidatuna Aisha sema, je, nikiujua ule usiku kuwa leo ni usiku wa Lailatul Qadri, niseme nini? Nifanye nini? Amemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jawabu ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitoa sio lake Sayyidatuna Aisha peke yake, bali ni la mimi na wewe. Tukibahatika kupata usiku wa Lailatul Qadri tuseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, baada ya kuwa amemuuliza, je, nitakapojaliwa kuwafikiwa kuupata ule usiku, nikaona hii inakaa ndio usiku wa Lailatul Qadr, usiku mtulivu, hakuna makelele, hakuna nini, ni amani. Sasa nifanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, omba dua kama hii: Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, hakika wewe ndiye mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, basi nisamehe. Kwa hivyo hii adhkar muhimu tukaifanya katika hizi usiku, ni katika ibadat adhkar, ni katika ibada. Tukapata bahati ya kuwafikiwa hizi ibada ikaingia katika Lailatul Qadri, ile akaunti yetu inaenda kuongezeka thawabu ya miezi 1000. Kwa hivyo ndugu zangu, tuko katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, na ndani yake kuna huu usiku wa Lailatul Qadri. Na tumeona kielelezo chema kwetu sisi, Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifanya nini katika usiku kama hizi. Sasa isiwe sisi katika wakati tumefika katika nyakati zenye fadhila, ndio mimi na wewe tumefanya nini? Tumechoka. Sasa hakuna tena salatu tarawih, na salatu tarawih inaingia katika kisimamo cha Ramadhani. Hakuna tena kusoma Qur'an, hakuna tena swala za jamaa. Hasa tumeshachoka, itakuwa mimi na wewe tumepata hasara. Na ndio hapa tunataka kujiuliza swali, mimi na wewe tujiulize, tumebahatika kupata haya masiku, iwe leo ni 23 ama iwe ni 24, tumebahatika kuyapata haya masiku, tumepata nini? Hii ni swali ambayo kwamba hakuna yule ambaye kwamba anaweza kumjibia mwingine, isipokuwa kila mmoja anaweza kujijibia. Unapojiuliza nafsi yako, masiku kama haya tukufu yamepita, umeyapata, umebahatika. Kuna watu ambao kwamba walitarajia kupata masiku kama haya, lakini hawakufanya nini? Hawakujaliwa. Mimi na wewe tumepata bahati mpaka dakika hii. Allah subhanahu wa ta'ala katujalia masiku kama haya, tupate rehema zake, tupate maghfira yake, tupate kuwekwa mbali na moto, kwa sababu kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala, kila siku ya Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala utaqa minan nar, kuna watu ambao kwamba wanawekwa mbali na moto wa Jahannam. Je, mimi na wewe tumebahatika kupata nini?
Sheitani amefungwa. Je, mimi na wewe tumehama maasi, ama mimi na wewe ndo tumekazana hata baada ya kuwa milango ya pepo imefunguliwa yote, milango ya moto imefungwa yote, lakini bado mimi na wewe tunakazana kufanya maasi katika masiku tukufu kama haya? Itakuwa ni hasara. Amepata hasara yule ambaye kwamba itamjilia mwezi mtukufu kama huo, asitoke na chochote, hajapata msamaha, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya ni mwezi wa kusamehe, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya ni mwezi wa kuwaepusha watu ambao kwamba walikuwa waingie katika moto wa jahannam, kuwaepusha na moto wa jahannam. Ikawa mimi na wewe bado tunapuuza masiku kama haya. Ramadhani inaisha, ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabika, ni masiku yenye idadi maalumu, zimebaki siku 5, siku 6. Huenda Ijumaa ijayo ikawa ndio Eid. Sasa tujiulize tumepata nini? Kwa hivyo katika haya masiku sasa ndio masiku bora katika 10 zote za Ramadhani. Hili 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani ndo katika yale masiku bora ambayo kwamba hatutakiwi kufanya mchezo. Ndiyo masiku bora ambayo kwamba hatutakiwi kuchoka kufanya ibada za usiku, qiyamul layli, kusoma Qur'ani, kusimama swala za tahajjud. Ukalala tahajjud ni ulale, alafu uamke ufanye uswali ima raka 8, ama katika hadithi nyingine imekuja salatu layli mathna ni raka 2. Kuna ibadati nyingi ambazo kwamba ndugu zangu tunatakiwa kuzifanya, kwa sababu mimi na wewe hatujui hatima zetu. Hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kusema yeye ameridhika, yeye anakwenda katika janna. La, ni mimi na wewe tujibidiishe katika kufanya haya mambo ya taa, tujibidiishe katika kukithirisha sadaka, tujibidiishe katika kusoma Qur'an, tujibidiishe katika kusimama usiku, salatu tarawih, qiyamul layl, tahajjud, tusimame, kwa sababu ni masiku yanakwenda. Wale waliozikwa pale na wao vile vile walikuwa na matarajio Ramadhani hii wataipata, lakini kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala hawakuipata. Sasa mimi na wewe tuna garantii gani kuwa haya masiku tutayakamilisha? Tuna garantii gani ya kuwa Ramadhani ya mwaka ujao tutafika? Hatuna garantii ya ile. Kwa hivyo kila dakika ambayo kwamba tunapata, kila fursa ambayo kwamba tunapata, tutumie, na kielelezo chetu Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfuata kisawasawa ni kufanya vile alivyokuwa akifanya. Alikuwa yeye akihuisha masiku kama haya, na sio yeye peke yake, alikuwa akiamsha mpaka jamaa zake na umma mzima, katuelekeza fadhila zinazopatikana. Sasa mwenye kukosa atamlaumu nani? Hakuna wakulaumiwa isipokuwa tuilaumu nafsi zetu. Kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, kwa kuwa tumejaliwa kutekeleza ibada kama hii ya saum, kwa Allah subhanahu wa ta'ala katuumba sisi, anatujua kuwa sisi tuna mapungufu. Tumetekeleza ibada hii kwa kadri alotujalia. Tumetekeleza ibada hizi na tunaendelea kuzitekeleza, pamoja na kuwa sisi tuna sifa ya nini? Ya upungufu. Sasa angalia Allah kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotutakia sisi kupata faida iliyokamilika baada hata ya kukamilika mwezi mtukufu kama huu. Ndio hapa sasa tunaingia katika upande wa pili, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Ibn Abbas. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii ani Ibn Abbas, na imepokelewa na Abu Daud vile vile katika nambari 1371. Asema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaim min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lilmasakin man addaha qabla as-salati
fahiya zakatun maqbula wa man adaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Rawahu Abu Daud. Kutoka kwa Ibn Abbas asema Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitri. Tumefaradhishiwa zakatul fitri, na Mtume akizungumza hazungumzi kwa matamanio. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mefaradhishiwa zakatul fitri. Malengo ya zakatul fitri kasema tuhratan lisaim, kuwa ni tahara au ni kitu cha kumsafisha yule aliyefunga, minal lahwi, kutokamana na maneno ya upuzi, warafathi, na kutokamana na maneno machafu. Aweza kuwa mtu amefunga amezungumza maneno ya kipuuzi, maneno ambayo kwamba hayana maana, amezungumza maneno machafu. Sasa zakatul fitri imewekwa katika malengo yake kuu ni kwanza kumsafisha huyu aliyefunga, kuisafisha ile saumu yake kutokamana na zile mapungufu, kwa sababu hatujakamilika. Mtu amefunga amesema uongo, mtu amefunga amesengenya, wakati mwingine mtu amefunga amezungumza maneno ambayo kwamba ni ya kipuuzi, maneno machafu hayana maana. Basi tukaekewa zakatul fitri tuhratan lisaim, ije isafishe. Hiyo ni lengo la kwanza. Wa tu'matan lilmasakin, na lengo la pili ni iwe hii zakatul fitri ni lishe, ni chakula kwa maskini. Man adaha, yoyote ambaye kwamba ataitoa hii zakatul fitri kabla salati, kabla ya sala, fahiya zakatun maqbula, basi hii itahesabika kuwa ni zaka yenye kukubalika. Wa man addaha, na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuitoa baada salati, baada ya sala. Sala inayokusudiwa hapa ni swala ya Eid. Atakaitoa baada ya watu wameswali swala ya Eid, fahiya sadaqatun min sadaqat, basi hiyo itahesabika kuwa ni sadaka katika sadaka. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, asema Abi Sa'id al-Khudri, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, asema kunna nu'tiha fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'amin au sa'an min sha'irin au sa'an min tamrin au sa'an min zabib au sa'an min iqti. Asema tulikuwa tukitoa hii zakatul fitri katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, pishi moja ya chakula au pishi ya ngano au pishi ya tende au pishi ya zabibu, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa chakula kinachofanya nini, kinacholiwa katika maeneo kama yale. Kwa hivyo ufafanuzi wa hii zakatul fitri, kwanza tumepata kuwa zakatul fitri zaka zimegawanyika sampuli nyingi. Kuna zakatul mal, hiyo iko na sharti zake. Kuna zaka ya mifugo iko na sharti zake. Lakini hii zakatul fitri kwanza uwezo wake ni upi? Manake mtu atafikiria pengine matajiri tu. Zakatul fitri si sawasawa na zakatul mal. Zakatul fitri uwezo wake ni yule ambaye kwamba amepata chakula cha kumtosha yeye na familia yake mchana na usiku wa nini? Na usiku wa Eid. Tumesema usiku ndio unaanza mbele. Ako na chakula cha kumtosha yeye na familia yake usiku wa kuamkia Eid na mchana wa Eid, ako na hiyo ya kumtosha, basi huyu sasa ishakuwa ni wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitri. Huyu ishakuwa ni lazima kutoa zakatul fitri. Hii ndio uwezo wa zakatul fitri. Uko na chakula cha kukutosha wewe na familia yako usiku na mchana wa Eid, cha ziada ya hapo wewe sasa ushakuwa wajibu kutoa zakatul fitri.
Malengo yake tumeona ni kumsafisha yule aliyefunga kutokamana na maneno machafu, nilishe kwa maskini, ili hata ile siku ya Idi muondoshe ile dhiki ya kuomba japo kwa siku moja, ile furaha ya Idi fanye nini, ienee. Ibn Umar radhiallahu anhuma asema, faradha, hadithi ni mingi, manake nimeona kwenye mtandao kuna watu wametokea wanasema zakatul fitri hakuna kitu kama hiyo, ni uzushi. Sasa inabidi saa zingine tukumbushane, kwa sababu mtandao ushakuwa na mambo mengi. Kila kuchao tarawih ni haramu, anayeswali tarawih motoni, mara zakatul fitri sasa ni haramu, haipo. Sasa hadithi zilizokuja kuonesha ufaradhi wa zakatul fitri ili tusipotoke ni hadithi nyingi. Angalia hii nyingine ambayo imepokelewa na Ibn Umar, asema radiyallahu anhuma qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Asema Ibn Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri pishi ya tende au pishi ya ngano. Kwa nani? Tumeshasema uwezo. Sasa ala al-abdi, kwa yule ambaye kwamba ni mtumwa, wal hurri, na yule ambaye kwamba yuko huru, wadhakari, kwa mwanaume, wal untha, na kwa mwanamke, wasaghiri, na kwa mtoto mdogo, wal kabiri, na mkubwa, minal muslimina, katika Waislamu. Wa amara biha, na akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam itolewe kabla ya kutoka watu kwenda kuswali swala ya Eid. Sasa wewe uko na chakula cha kukutosha wewe na familia yako mchana na usiku wa Eid, una wajibu wa kujitolea wewe zakatul fitri, na uwatolee wale wote ambao kwamba wako chini yako, sio wanaofunga peke yao, wale wote ambao kwamba wako chini yako, hata kama ni watoto wasiofunga. Katika masahaba kuna wale ambao kwamba walikuwa mpaka watolee wale janini, wanaitwa janini, watoto ambao kwamba kwenye matumbo, lakini hiyo haijakuwa na ulazima. Lakini wale wote ambao kwamba wako chini yako, sharti wawe ni Waislamu, wako chini yako, wewe ndio msimamizi wao, lazima wote uwatolee zakatul fitri. Wanafunga, hawafungi, ni watoto wadogo, ni watu wazima, hawa wote ni lazima wewe kuwatolea zakatul fitri. Hii sa'an imekuja, hii pishi ni vipimo zilizokuwa zikitumiwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo imekuja ikawekwa vipimo za sasa. Katika vipimo za sasa wengi wanasema hii ni kilo 2.5. Kilo 2.5 au kilo 2.5 ya chakula kinacholiwa katika ile eneo. Ikiwa ni zaidi pia hakuna tatizo, mbaya ni ipungue. Waweza toa kilo 3, kilo 4, kilo 5, kilo 25. Lakini kiwango ambacho kwamba ni kilo 2.5 wa chakula ambacho kwamba kinaliwa katika ile eneo. Kama ni mchele mfano ndio inaliwa sana, haya kilo 2.5, ukawahesabu wale wote ambao kwamba wako chini yako. Kuna watoto 10, wewe mwenyewe na watoto wako mnafika 10. Sasa unatakiwa utoe kila mmoja kilo 2.5 kwa kila kichwa, hesabiwa kichwa. Na usifanye ujanja, unachukua yako unapatia mke wako, alafu ya mtoto huyu unapatia ule mwingine. Hakuna namna ile. Hauwezi kuwapatia wale wako chini yako ukawa wewe unachukua ile zakatul fitri yako unawapatia hawa. Sasa wakati mwingine inaweza kuwa hauna uwezo, lakini umebahatika watu 3 4 wamekuletea, ukajikuta pale nyumbani uko na gunia nzima umepewa. Sasa ukishapewa, ishatoka katika milki ya yule aliyekupa, ishakuwa katika milki
yako. Kwa hivyo sasa unaanza tena kuhesabiwa, hii imezidi kiwango chako na familia yako mchana na usiku wa Eid. Ikiwa imezidi, una uwajibu wa kutoa. Usiseme lakini hii ndio niliyopewa. Ukishapewa imekuwa katika miliki yako. Sasa wewe una uwajibu wa kutoa hiyo zakatul fitr. Tumeambiwa kuitoa bora kabla ya watu kwenda kuswali swala ya Eid au yawmeni, ima kwa siku moja au siku mbili. Kabla watu hawajaenda kuswali swala ya Eid ukawa utaitoa. Wanaostahiki kupewa, lazima wanaopewa wawe ni Waislamu. Unaweza fikiria hii si sadaka unaweza kumpa yeyote hata asiyekuwa Muislamu. Lakini zakatul fitri hauwezi ukachukua ukampatia jirani yako kwamba si Muislamu. Vingine vyote waweza kumpea, lakini hii zakatul fitri watakiwa wale ambao kwamba unafaa kuwapa ni katika Waislamu ambao kwamba ni maskini, ambao kwamba ni mafukara. Ukatoa ile zakatul fitri. Bora tu usimpe yule ambaye kwamba yuko chini yako. Kuna njia mbili pia vile ya kutoa hii zakatul fitri. Njia ya kwanza, ikiwa wewe mwenyewe unajua kuna mtu ambaye kwamba anastahiki, wewe mwenyewe unamjua, unaweza ukachukua zakatul fitri yako, ukangoja zile siku zimekaribia, ukanunua kile chakula, ukafanya nini? Ukampelekea. Njia ya pili ni hiyo ambayo tunaona wengi katika mashirika wanafanya. Kama kuna shirika ambalo kwamba linakusanya ile zakatul fitri, hao wanaruhusiwa, wanachukua ile, wanaitwa wanaamilina alaiha, wanachukua kile kima, wananunua kile chakula, wanatoa kwa niaba ya wale ambao, yaani inakuwa ni kama kuwakilishwa. Kwa hivyo njia zote mbili zinaruhusiwa. Unaweza wewe ikiwa unajua, na ikiwa katika jamaa zako, katika familia yako, mfano kuna watu, mfano ndugu, dada ambao kwamba hawako direct chini yako, ni bora zaidi wape wao. Basi hawako chini yako, lakini huwezi chukua ukapatia mama yako. Mama yako lazima atakuwa yuko chini yako, na mke wako na watoto wako. Lakini kama kuna ndugu, kuna shangazi, kuna nani ambao kwamba ni ahli yako na hawana uwezo, basi bora kuwapa wao. Sharti wakuwe wana qualify katika ile kuwa ni maskini ama ni nini, ama ni fukara. Kwa sababu unaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakika sadaka kumpa akraba yako inazidisha malipo yake mara ngapi? Mara mbili. Kuna swila ya kuunga ujamaa, na vile na kuna malipo ya sadaka. Kwa hivyo inazidisha zile mara mbili. Sasa wale ambao kwamba hawajui wa kuwapatia, ndio sasa sisi tunaingia hapa. Tunakusanya kile kiwango, ikikaribia zile siku tunanunua ile chakula, tunaenda tunafanya nini? Tunagawa. Almuhimu, njia yoyote ambayo kwamba utatumia, almuhimu tujue kutoa zakatul fitri ni nini? Ni faradhi. Kabla hujaenda kununua nguo zaidi, kabla hujalipa rent, kwanza fanya nini? Toa hii zakatul fitri. Mara nyingi watu wanasema sina uwezo, na amekwenda kule amenunua nguo zaidi za maelfu, lakini kutoa hiyo zakatul fitri, fikiria kilo 2.5 ya chakula kinacholiwa ni pesa ngapi? Hata ifiki shilingi 500. Lakini amemnunulia, na si vibaya, hatusemi ni haramu kuvaa nguo mpya na nini siku ya Eid, lakini kuna ya muhimu zaidi. Kuna yale ambayo kwamba yanatakiwa kupewa kipaumbele. Kwa hiyo bajeti yote ya nguo ya Eid ya shilingi 5,000, abaya sijui ya ngapi, na kanzu ya wapi, shilingi 500, anza toa ile zakatul fitri 450. Weka hiyo budget kando, alafu hii nyingine, kwa sababu hii ni faradhi. Zakatul fitri ni faradhi, na uwezo wake tushataja. Uwezo wake ni kuwa wewe unamiliki cha kukutosha wewe na familia yako mchana na ule usiku wa Eid. Wanaopewa tumekushaona
wanaopewa ni mafukara na wakati wa fadhila. Hata wale wanaokusanya unaona wanakuambia deadline, wakati bora wa kutolewa ni ile siku moja au siku mbili kabla ya swala ya Eid. Inatakiwa ile furaha hii ifanye nini? Ienee kwa watu wote. Tusicheleweshe mpaka watu wameshaswali swala ya Eid ndio unaenda kutoa. Yule ambaye kwamba atatoa baada ya watu kuswali swala ya Eid, basi hiyo itahesabiwa ni sadaka katika sadaqat. Kuna ikhtilafu baina ya ulama madhhab